So kwenye hii video tutajifunza jinsi ya kutengeneza green paste ya coriander au tunaita giligilani. Hii giligilani ni spice ambayo ni nzuri sana kwenye chakula. Unaweza ukaweka kwenye kitoweo, labda kwenye nyama, kwenye supu, kwenye kuku, kwenye biriani, kwenye badia. Inaipa chakula ladha na harufu nzuri sana. Mimi nimekuwa nikipenda sana, lakini nilikuwa nikipata changamoto. Nanunua sokoni labda 1,000, 2,000, 3,000. Nikiweka, nikitumia mara moja, nikisema niweke nyingine, inaharibika, haidumu. Kwa hiyo nilipoona hiyo changamoto, nikaona bora ninunue mbegu and then nipandishe nyumbani kwangu. Kwa hiyo nimefanya hivyo, alhamdulillah. Baada ya mwezi mmoja ndio hapo navuna. Na zinanukia vizuri sana. So baada ya kuvuna nikapata bakuli 2 kubwa. Kwa hiyo nikaanza sasa kuziandaa kutengeneza green paste. Naosha ili kutoa ule udongo wa chini. Hizi coriander ukiziacha kwa mwezi mzima zikiota vizuri, zinakuwa hazina udongo mwingi chini. Tofauti na zile tunazonunua sokoni, wanazichuma zinakuwa changa, hazijamea vizuri. Kwa hiyo unakuta zina udongo mwingi. Lakini zikimea vizuri zinakuwa hazina udongo mwingi kwenye mizizi. Kwa hiyo nimevuna halafu nazikosha kuhakikisha udongo wote umetoka. And then naweka kwenye blender, naweka na mafuta ya kupikia na blend. Ukimaliza kublend, unaweka vitunguu maji na vitunguu saumu. Mimi nilikuwa tayari nina garlic paste nimeweka. Kuweka vitunguu maji na vitunguu saumu kwanza itasaidia ile paste yako kuwa nzito, mafuta yasijitenge na coriander. Pili, inasaidia paste yako iwe na harufu nzuri. So baada ya hapo unaona kama hivyo ilivyo, nilikuwa na kopo yangu ya zamani ambayo nilitia green paste yangu na ikosha vizuri ili nije kuweka paste yangu. Ni vizuri kuweka kwenye kopo ya glass. Sawa. Ni vizuri sana kuweka kwenye kopo ya glass ili iwe good preserved. So unaweka kwenye kopo yako kama hivyo unavyoiona, and then unahifadhi kwenye fridge. Until next time, niambie kama umeipenda recipe, na kama umeipenda basi subscribe, like na comment ili baadaye niweke recipes zingine zaidi.